Baada ya watu wasiopungua 50 kuuawa usiku wa kuamkia leo kwenye ukanda wa Gaza. Wakati huo Hamas imelitupilia mbali pendekezo jipya la Israel kwa ajili ya kufikiwa makubaliano ya amani. Kwa upande mwingine, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameanza ziara nchini Hungary na kukaidi amri ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita ICC iliyotoa waranti wa kukamatwa kwake. Thelma Mwazaya na taarifa zaidi. Kwa mujibu wa duru za hospitali, watu wasiopungua 50 wameuawa kwenye mashambulio ya Israel ya usiku kucha katika ukanda wa Gaza. Kulingana na taarifa rasmi kutokea Khan Yunis iliyo kusini mwa ukanda huo, maiti za watu 14 zilipelekwa hospitali ya Nasser, 9 zikiwa za familia moja. Maiti nyingine 19 zikiwemo za watoto na mama mjamzito zilipelekwa kwenye hospitali ya Ulaya iliyo karibu na Khan Yunis. Mjini Gaza kwenyewe, maiti 21 zilipelekwa kwenye hospitali ya Ahli. Wakazi wa maeneo ya Shujaiya, Jadida, Tukomen na mashariki mwa Zaitun wameamriwa kuondoka na kwenda kwenye sehemu salama za magharibi mwa mji wa Gaza, kwani jeshi la Israel linajiandaa kwa mashambulizi mazito. Haya yanajiri ikiwa ni siku moja baada ya Israel kubainisha kuwa itadhibiti maeneo makubwa ya Gaza na kufungua njia mpya salama itakayopitia eneo la himaya ya Palestina. Umoja wa Mataifa kupitia msemaji wake Stefan Dujarric umetahadharisha kuhusu hatua hiyo ya kutenga njia mpya. The Secretary General also reminds that the Security Council... Katibu mkuu anakumbusha kuwa azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa la 2735 linapinga juhudi zozote za kubadili mipaka ya ukanda wa Gaza. Katibu mkuu anausisitizia wito wake wa kudumisha makubaliano ya kusitisha vita. Of the ceasefire. Kwa upande wake, mamlaka ya Palestina inayoungwa mkono na mataifa ya magharibi iliyo pia mahasimu wa Hamas imepinga hatua ya Israel ya kutenga njia mpya. Kadhalika imelitolea wito kundi la Hamas kuachia ngazi Gaza. Yote haya yakiendelea, Israel imeshambulia miji 5 ya Syria. Kitendo hicho kimezua wasiwasi na kitaathiri juhudi za muda mrefu za ustawi wa taifa hilo lililozongwa na vita, wanaeleza wachambuzi. Wakati huo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amewasili Budapest nchini Hungary mapema hii leo. Hii ni ziara yake ya kwanza barani Ulaya tangu mwaka 2023, inayokiuka amri ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita ICC iliyotoa hati ya kukamatwa kwake. Netanyahu alikaribishwa kwa heshima ya kijeshi na amepanga kufanya vikao na mwenyeji wake Viktor Orban wa Hungary. Netanyahu alipokea mwaliko huo mwezi Novemba mwaka uliopita baada ya mahakama ya ICC kutoa waranti ya kukamatwa kwake kwa madai ya kuhusika na uhalifu wa kivita kwenye ukanda wa Gaza. Ni taarifa yake Thelma Mwazaya. Viongozi wa ulimwengu, wakuu na wa mashirika na taasisi za kimataifa wanakutana tangu jana Jumatano mjini Berlin kwa mkutano wa ulimwengu kuhusu watu wenye ulemavu. Mkutano huo ambao ni wa 3 tangu ulipofanyika kwa mara ya kwanza mjini London mwaka 2018 umeandaliwa kwa pamoja na Ujerumani na ufalme wa Jordan. Zaidi kuhusu hilo, mwenzangu Rashid Chilumba amezungumza na naibu waziri ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu anayeongoza ujumbe wa Tanzania kwenye mkutano huo wa Berlin, Umi Nderiananga, na kwanza anaeleza malengo ya mkutano wa mwaka huu. Mara hii tunalenga kufanikisha mambo ya ujumuishwaji wa watu wenye ulemavu kwenye kila nyanja. Lakini hapa Ujerumani tuna kitu tumesaini kama nchi ya Tanzania. Tumesaini na nchi nyingine masuala ya amani, Berlin Declaration on Global Disability Inclusion. Kwa sisi tumeweka msimamo wetu kama nchi kwamba na sisi tunaungana na dunia kwenye kuhakikisha kwamba tunawajumuisha watu wenye ulemavu kwenye kila sekta, kwenye elimu, kwenye uchumi, kwenye mambo ya mabadiliko ya tabia nchi, kwenye vifaa saidizi. Watu wenye ulemavu Tanzania watanufaika nini kwa serikali yao kutia saini azimio hilo la Berlin? Tutanufaika mambo mengi kwa sababu hapa kuna wadau wote wa sekta hii ya watu wenye ulemavu duniani, na kwa bahati nzuri jana mimi kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nilipata fursa ya kufanya mkutano wa moja kwa moja na mfuko wa dunia wa masuala ya watu wenye ulemavu, na wameonyesha commitment yao kwamba wanaweza kuja Tanzania kutusaidia. Maeneo gani makubwa yanayowapa tabu Tanzania linapokuja swala la kuwajumuisha watu wanaoishi na ulemavu?
Kwa mfano sio Tanzania peke yake, ni dunia. Dunia sasa hivi ipo kwenye mambo ya climate change, lakini unaona kwenye mabadiliko ya tabia nchi bado mkazo haujawekwa sana kwenye jinsi ya kuwasaidia watu wenye ulemavu. Lakini sisi kwa Tanzania tunatolewa mfano huku kwamba sisi tumebadilisha sheria mwaka 2022, sheria ya maafa, kwamba sasa iwajumuishe watu wenye ulemavu ngazi ya mkoa, ngazi ya wilaya, ngazi ya kata, kwenye zile kamati za maafa za mikoa, wilaya, taifa. Tuna jukwaa la wadau, watu wenye ulemavu waje watoe maoni, waone wanataka kusaidiwa vipi ikiwa tumepata maafa. Umekuwa hapo Berlin na pengine sio mara ya kwanza kutembelea nchi za Ulaya ama zile zinazoitwa za ulimwengu wa kwanza. Miundombinu ya wenye ulemavu ipo, ndugu naibu waziri, ninafahamu na wewe ni mtu unaishi na ulemavu. Umejifunza nini? Kwa kweli nimeendelea kujifunza kwamba wenzetu wamepiga hatua, lakini sasa nalinganisha na nyumbani, na sisi pia tumepiga hatua. Kwa mfano, unapokuja hapa Berlin, hapa mjini, mtu mwenye ulemavu anaweza akamove akaenda sehemu yoyote. Sisi serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tuna mji mpya wa serikali Mtumba ambao umedesigniwa vizuri, unaweza kuchukua mahitaji ya kila mtu mwenye ulemavu. Lakini tunajitahidi hata miundombinu sasa hivi tunavyoweka. Sasa hivi tuna reli yetu ya SGR, tuna treni. Mtu mwenye ulemavu anaweza kusafiri kutoka Dar kwenda Dodoma asipate shida, kutoka Dodoma kwenda Dar es Salaam, ambacho ni kitu kizuri. Naona sisi tunaendelea kufanya vizuri. Tuingie sasa kule DRC. Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limetoa tahadhari la kuongezeka kwa machafuko katika wilaya ya Walikale katika jimbo la Kivu Kaskazini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Benjamin Kasembe na mengi zaidi. Katika tangazo lake, shirika hilo lisilo la kiserikali la madaktari wasio na mipaka MSF limetoa tahadhari kuhusiana na hatari inayotokana na uhaba wa dawa muhimu katika hospitali kuu ya Walikale ikiwa mapigano yataendelea katika eneo hilo. Tangu kuanza kwa mapigano kati ya kundi la wapiganaji wa M23 AFC na jeshi la Kongo linaloungwa mkono na vijana wazalendo, karibu 80% ya watu wameuhama mji huo, huku wengine zaidi ya 700 wakiwa wamepatiwa hifadhi kwenye hospitali kuu ya Walikale ambayo inakabiliwa na uhaba wa vifaa muhimu kwa ajili ya wagonjwa. Imen Ben Otman, mratibu wa shughuli za MSF wilayani humo, anaeleza. Kwa kusikia milio ya silaha nzito, wakazi zaidi ya 700 walikimbilia katika hospitali hii ya Walikale, jambo ambalo linasababisha uhitaji mwingi wa vifaa na hata dawa kwa ajili ya wagonjwa. Wiki mbili zilizopita, mabomu yalilenga hospitali hii na kuathiri vibaya majengo yetu. Pia baadhi ya magari yaliharibiwa. Shirika hilo hata hivyo limetoa wito wa kuimarishwa kwa usalama ili kuwezesha utoaji wa huduma za afya kwa wanaohitaji, huku likihamasisha jamii na wadau wa kimataifa kuchukua hatua za haraka, ameeleza Ben Othman kwenye ripoti hiyo. Majengo yanayotoa huduma za afya katika eneo hilo lenye utajiri yameathirika pakubwa kutokana na vita hivyo vinavyoendelea kusambaa na hivyo kuhatarisha maisha ya wananchi wanaohitaji huduma za msingi, imeeleza ripoti hiyo. Mamlaka Gwel ni mwanaharakati na mtetezi wa haki za binadamu mashariki mwa Kongo. Hakuna uongozi vizuri ambao unajulikana wazalendo na kwa vikundi mbalimbali, hasa mapigano kati ya FARDC ya M23 hata pia wazalendo, inakuwa ni mapigano ambayo inakosesha watu kuweza kupata matibabu. Kwetu sisi tunaomba M23 FARDC hata wazalendo waweze kusikilizana, waongee na waache kupigana kwa silaha. Hatuna haja ya vita sisi kama raia, tunaomba amani na ndio kitu ambacho tunaomba. Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF pamoja na mashirika mengine ya kiutu yamekumbwa na changamoto kubwa, ikiwa ni pamoja na kushindwa kuwafikishia misaada maelfu wa raia wanaohangaika kutokana na vita katika wilaya ya Walikale iliyo umbali wa kilomita 235 kutoka Goma.